Wewe uko karibu, tumepata nafasi ya kuweza kuzungumza na wewe kidogo, tupe feedback ya kile kilichotokea. Nini ambacho kilitokea siku ya jana, Dr. Mo? Kilichotokea siku ya jana ni kama hapakuwa na mkutano mkuu. Ni kama ulikuwa ni mkutano tu wa kawaida, hawakupeana taarifa ambao ni kama mkutano wa ndani ambao pia usingepewa hadhi ya kuitwa mkutano mkuu. Kwa sababu protocol, matakwa na uendeshaji wa mkutano mkuu hawakuzingatiwa na wala yale matakwa ya wanachama ambao ndio wahusika wa mkutano wenyewe. Ukiangalia meza kuu imetupa agenda za kuja kuzidiscuss kwenye mkutano mkuu. Lengo na mazungumzo ilikuwa ni kuzipitisha au kuzikataa, lakini hapakuwa na ushirikishwaji wa 100% kati ya meza kuu na sisi wanachama ambao ndio wahusika wa ujumbe wa mkutano mkuu, ambao tunapaswa kupitisha yale yote ambayo yanadiscussiwa kwenye agenda zilizoko mezani. Kilichofanikiwa ni kuzihakiki na kuzipitisha agenda, lakini kila agenda iliyodiscussiwa hapakuwa na room ya watu kuuliza maswali na kuhoji kwa kina na kujibiwa na kupata majibu ya hapo kwa hapo kutoka meza kuu. Hii room haikuwepo. Lakini pia baada ya agenda ya marekebisho na maboresho ya katiba ya klabu ya Simba ya kutoka mwaka 2018 kuja Novemba 2025 ambayo yaliundwa kamati ya mpito ya maboresho ya katiba hiyo chini ya mwenyekiti wa kamati ya mpito wa maboresho ya katiba wakili msomi Mr. Ngasa na maadvocate wengine kama kina Kizito pamoja na mwanasheria wa klabu ya Simba, kwa miongoni mwa watu ambao wako kwenye kamati hiyo ya mpito. Mara baada ya kusomea mbele ya mwenyekiti, ilipaswa mwenyekiti sasa aelekee kwa wenye mkutano wao ambao ndio sisi wajumbe wa mkutano mkuu kwamba bana, baada ya maboresho hayo, je, mnakubaliana na haya au mnayapitisha au mnayakataa? Ili sisi tuseme ndio kwa maslahi ya Simba au tuseme hapana kwa maslahi ya Simba, kutokana na kile ambacho tunakiona na yale ambayo tumeambiwa. Lakini yeye baada tu ya kusomewa haya maboresho ya katiba, yeye akatuambia tusome dua ya kuiombea klabu inacheza leo mchezo. Maana jana tusomee dua. Baada ya kusoma dua akafunga kikao, akaondoka kwenye kikao. Maana akiingia kikao. Okay. Kikao cha jana kimeendeshwa kihuni, akikuzingatia weledi, kimekosea wanachama wengi. Wapo wanachama wametoka mkoa wa Mwanza, wengine Mara, wengine Geita, wengine Kigoma kwetu, wengine wametoka Kibondo, Kasulu, Mbeya na maeneo mengine yote ya nchi wamekuja kwa ajili ya mkutano huo. Mkutano mkuu ambao ni annual general meeting unaendeshwa kihuni, unaendeshwa kienyeji na viongozi wetu wa klabu. Kwa kweli wamekosea pakubwa. Mkutano ulianza saa 3:45, umeisha saa 5:18. Yaani umetumia masaa mawili na dakika 27. Maana yake fikiria ni mkutano wa mwaka mzima ambao bajeti ya mwaka ya klabu inakwenda kudiskasiwa kwa kina na kupata tathmini ya bajeti iliyopita kama ilifanikiwa au ilifeli, lakini imediskasiwa kwa masaa mawili. Unaweza kuona ni mkutano wa aina gani huo? Baada ya jana watu kutawanyika na mwenyekiti kutolewa chini ya ulinzi mkali, hamkupewa taarifa yoyote kwamba kuna mkutano mwingine ambao utakuja kukava kile ambacho kimetokea siku ya jana? Hatukupewa taarifa yoyote. Mwenyekiti alikimbia mkutano. Alipokimbia tukawa tumebaki kumbini, kwa sababu tulikuwa tunajua baada ya dua kuombea klabu tunaendelea na kuchakata ajenda zilizoko mezani. Ajenda za mkutano mkuu. Sasa kabla tutakata yeye ameshaondoka. Sasa tuulize swali, ni mkutano upi mkuu umepitisha ajenda za jana? Hakuna. Kwa hata ajenda zote ambazo zimediskasiwa jana hazijapitishwa na mkutano mkuu, maana yake ni batili. Hata hiyo katiba ya klabu ya Simba imefanywa maboresho, haijapitishwa na wanachama jana. Kapitisha nani? Maana yake ni batili. Tulichokiambulia tu jana ni hotuba nzuri ya Mheshimiwa Naibu Waziri wa Habari, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Mohamed Hamisi Njuma. Mara baada ya kuja kuongea na wanasimba na kuja na ujumbe wa serikali ambao ulisema serikali haijatoa maelekezo wala haijaamrisha au haijawalazimisha wanachama, haijalazimisha Simba kuendesha mfumo vile ambavyo wanataka wao. Ila serikali inachokisema mfumo wa uendeshaji wa klabu ya Simba pamoja na mafanikio yake au muktadha wake au mchakato wake wanauacha chini ya wanachama wenyewe ambao ndio wahusika wa klabu yao. Unawaonea wivu watani kwa jinsi ambavyo uongozi wao ulivyo? Asiwezi kuwaonea wivu kwa sababu kila mmoja na maisha yake. Kwa hiyo wao wanaendelea na maisha yao na sisi tunaendelea na maisha yetu. Hili wakati tunafikia tunapita ni mpito, tunajua tukipata watu sahihi na sisi tutakaa tutakuwa vizuri. Okay. Hivi hali itakuwaje endapo akishinda tena kwenye uchaguzi?
hawezi, yaani siwezi kujua hali itakuwaje kama akishinda au asiposhinda, lakini kikubwa tunakwenda kwenye uchaguzi kwa maamuzi magumu. Tuzungumze kidogo performance ya Simba siku ya jana, Dr. Mo. Michezo miwili mfululizo umepoteza. Ni performance mbaya sana ambayo tunaweza kuiona kwa kipindi cha hivi karibuni. Simba anapoteza mechi ya pili mfululizo, na sasa unaona jana tulikuwa we deserve to win yesterday. Kutokana na timu ambayo tumecheza nao, performance ambayo tulionyesha, nafasi tumetengeneza nafasi 4 kipindi cha kwanza zote tumekosa. Elie Mpanzu anatengeneza nafasi ya kwanza kakosa, nafasi ya pili Jean Charles Ahoua kakosa, nafasi ya tatu Budo Mutale kakosa, Mpanzu tena ya 4 kakosa. Sasa kama unatengeneza nafasi alafu huwezi kufunga, maana yake huwezi kushinda. Jose Mourinho alisha kusema miongoni mwa makocha wakubwa sana duniani, if you cannot score the goal you cannot win the game. Kweli. Kama ufungi huwezi kushinda mchezo. That is what happened yesterday. Tunapata nafasi, tuna create a lot of chances, lakini we never score. Hicho ndicho ambacho kilitokea, na hatimaye wao wakatengeneza nafasi mbili wakaweza kuscore. Kipindi cha pili tumetengeneza nafasi 3 za wazi za Soa mbili, lakini kuna moja ya Mpanzu ya 4 ambayo tukafunga Neo Maema. Unanielewa? Kwa hiyo bana yake tumetengeneza nafasi nyingi ya kifungi, wachezaji wengi hawajitumi, utafikiri wa maelekezo kwa sababu hili toa nje mpira.